Makala hii ya mabalozi imejaa uvumi wa kuanzishwa kwa chama hiki katika kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni, ambapo tangu kuanzishwa kwake idara ya huduma za vijana la kanisa la Adventista wa Sabato imehudumia vijana katika ngazi kuu 3 ambazo ni klabu ya wavumbuzi kwa watoto wa miaka 4 hadi 9, klabu ya watafuta njia kwa vijana wa miaka 10 hadi 15, na chama cha vijana wakubwa Senior Youth Young Adults kwa vijana wa miaka 16 hadi 30 na kuendelea. Ilibainika kuwa vijana wanaomaliza mahitaji ya klabu ya watafuta njia hukosa programu inayokidhi mahitaji yao, huamua kuendelea kuwa klabu ya watafuta njia, hawajihisi kuwa tayari kujiunga na kundi la vijana wakubwa. Baadhi ya division zilianzisha mipango yao binafsi, ikiwa division ya Ulaya na division ya Amerika, ili kuziba pengo hilo la hawa vijana wa mabalozi wa miaka 16 hadi 21. Mkutano wa uongozi wa vijana wa dunia ulichukua hatua muhimu kuiagiza idara ya vijana makao makuu ya kanisa la Adventista wa Sabato mnamo mwaka 2001 kuandaa mtaala mpya kwa ajili ya kundi la vijana wa miaka 16 hadi 21. Na uamuzi huo ulikuwa kuanzishwa kwa mtaala wa klabu ya mabalozi ili kuimarisha huduma ya vijana wakubwa katika kanisa. Utume wa chama cha mabalozi ni kuhamasisha vijana kumshuhudia Kristo katika uzoefu binafsi, kukuza mtindo wa maisha unaolingana na imani yao na malengo ya taaluma, pamoja na kuwapatia jukwaa linalofaa kwa ajili ya maendeleo mazuri ya urafiki wa kudumu. Ikiwa lengo la klabu ya mabalozi inasema habari njema ya marejeo ihubiriwe ulimwenguni kote katika kizazi changu. Aidha, moto wa klabu ya mabalozi unasema ni upendo wa Kristo watubirisha. Yapo malengo ya klabu ya mabalozi ambayo ni yafuatayo. Namba 1, wasaidia vijana kutambua kwamba Mungu na kanisa lake wanawapenda na wanathamini matumizi ya vipaji vyao kwa ajili ya kutimiza agizo la Injili. Namba 2, kuhimiza vijana kugundua vipaji walivyopewa na Mungu na kutumia karama na ujuzi wao ili kutimiza matarajio ya Mungu juu yao. Namba 3, kuhamasisha vijana kuonyesha upendo wao kwa Mungu kwa vitendo, kwa kuwaunganisha katika shughuli mbalimbali za kuwafikia wengine. Namba 4, kufanya kipaumbele kikubwa cha programu ya klabu ya mabalozi kuwa uokovu wa kila kijana binafsi anayeshiriki katika shughuli za chama. Namba 5, kujenga ndani ya maisha ya vijana moyo wa shukrani, uelewa na upendo kwa uumbaji wa Mungu kupitia mpango salama wa ugunduzi wa matukio ya kusisimua. Namba 6, kuwafundisha vijana ujuzi maalum wa taaluma na burudani ambazo zitawasaidia kupata maana ya maisha na fursa za ajira. Namba 7, kuwahimiza vijana kuendeleza na kudumisha afya yenye siha nzuri kwa kuishi maisha yenye weledi, yenye bidii, nguvu na kuepuka matumizi ya dawa za kulevya. Namba 8, kuwapa vijana nafasi ya kukuza na kuonyesha ujuzi wao wa uongozi, wakitiwa moyo kujenga nidhamu ya ndani na kutumia mbinu za usimamizi wa rasilimali na kuelewa mienendo ya makundi ya jamii. Namba 9, kuonesha nafasi au kutoa nafasi kwa vijana wa jinsia zote kushiriki katika shughuli safi na zenye manufaa ambazo zitajenga na kuimarisha mahusiano ya kudumu yenye maadili. Klabu ya mabalozi imeanzishwa mahususi kwa ajili ya vijana waandamizi, ikiwa na mfumo uliopangiliwa kwa njia rasmi ili kuhamasisha kushiriki kikamilifu katika kanisa lao, katika kanisa mahalia, pamoja na jamii inayowazunguka. Pia inawapa nafasi ya kugundua talanta walizopewa na Mungu na kuelewa mwelekeo wao wa maisha na taaluma zao. Balozi ni nguzo muhimu sana katika jamii yetu ya imani. Ni rika la muhimu katika maisha linalovuka kutoka umri bale kwenda ukubwani,
ni vijana wa rika miaka 16 hadi 21. Mabalozi kote ulimwenguni wanakumbushwa kuishi kwa athari. Kuishi kwa athari ni mwaliko wa kuishi kwa imani kikamilifu, kushiriki Injili kwa ujasiri na wenzao, kutumikia jumuiya zao kwa upendo na huruma, huku wakitengeneza maisha yao kwa kusudi la umilele. Tarehe 5 Aprili itakuwa ni siku maalum ya sherehe ya klabu ya mabalozi ulimwenguni kote, kama ilivyokwisha anza kufanyika tarehe 5 Aprili mwaka 2025 ulimwenguni, kwa kusherehekea klabu hii na kauli mbiu ikiwa kuishi kwa athari. Je, una urithi wa aina gani utakaouacha duniani? Hebu fikiri kisha andika hapa chini, tutapitia ulichokiandika. Una urithi wa aina gani utakaouacha hapa duniani? Karibu nasoma komenti yako. Hello, ambassadors. It's time to make history. The first ever World Ambassador Day. We are calling on all the ambassadors to show us that truly you have been called to represent the kingdom of heaven. Wherever you are, we call upon you to impact your household, to impact your community, to impact your country, to impact your division, to impact the entire globe, because you have been called to live a life of impact. May God bless you as you celebrate the first ever Ambassador Day. God bless you.